Wakati zimesalia siku 13 kufuata na kuendea mchezo wa Kariakoo Derby, ni watani wa jadi ambao wananyukana Young Africans dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba. Ndio mechi ambayo tulitazama katika duru la kwanza, lakini duru la pili tunayo mechi kati ya wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya Yanga, nikiwa na maana ya kwamba kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba awamu hii ndio watakaokuwa wakiwaalika Young Africans. Moja ya mchezo ngumu zaidi, moja ya mchezo ambao unateka na kuibua hisia za watu wengi, moja ya mchezo ambao kila mmoja anahitaji kuitazama timu yake ikifanya vizuri zaidi. Hii ni mechi ambayo inaamuru ni nani ambaye atakwenda kutoa ubingwa NBC kati ya Simba pamoja na Yanga, kwa sababu Simba akipata ushindi atapunguza gap la alama 5 kubakia alama 2, wakati Yanga akishinda ataongeza na kutanua gap kutoka alama 5 kufikia alama 8, jambo ambalo linamfanya kuwa bingwa kwa moja katika nafasi hiyo. So hii ni mechi ambayo tunasema kama ni chakula, basi ni chakula ambacho haupaswi kula na ukaacha katika upande wa sahani au katika upande wa kisinia. Unapaswa kula then ukaweza kumaliza na unaweza ukajiramba pia katika nafasi hiyo. Sasa watu wengi wanajiuliza, je, mechi hii itapigwa lini? Watu wanajiuliza mechi hii itapigwa lini? Tarehe imekuwa confirmed, imefahamika ni tarehe ngapi, na siku pia itakuwa ni siku gani, na mwezi pia ni mwezi gani. Mechi ya Simba na Yanga itapigwa mnamo tarehe 3 ya mwezi wa 5 mwaka huu 2026. Itakuwa ni siku ya Jumapili. Kwa kile ambacho kipo na kwa mjibu wa ratiba ni kwamba Simba ndiye atakayekuwa mwenyeji, wakati Young Africans yeye atakuwa mgeni within this very match. Kuna mambo mawili kama sio moja ambalo bado halijaweza kufahamika. One ni uwanja ambao utatumika kwenye mchezo husika. Then two ni muda wenyewe, kwa sababu mfano Simba anaweza akachagua uwanja wa Sheikh Amri Abeid. Ule uwanja wa Sheikh Amri Abeid ukisema mechi ipigwe saa 11 kama ambavyo ratiba ya awali ilikuwa inaonyesha, ile mechi inaweza isipigwe kwa sababu ule uwanja hauna taa. Kwa sababu mfano hii imekuwa ya kaskazini, nyanda za juu kusini, ni mikoa ambayo mechi inakuja kutamatika saa moja tayari giza limeingia. So kuna namna ambavyo upande wa haya mambo mawili hayajafahamika. One, it is time, then the second one, it is a stadium. Time ni muda, stadium ni uwanja. So bado hatujajua uwanja ni upi utatumika, na bado pia hatujafahamu muda wa mechi ni saa ngapi. Upande wa TFF kupitia kwa Clifford Mario Ndimbo, huyu ni msemaji wa TFF, ameibuka na kuweka wazi zaidi ukweli wa taarifa hii. Nini tutarajie, nini tutegemee, nini kipo mezani, na mechi yenyewe itakwenda kupigwa saa ngapi. Kwa mjibu wa Clifford Mario Ndimbo ni kwamba mechi hii ya wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya Yanga, up to now Simba mwenyeji hajaweza kutangaza uwanja atakaotumia, na wao kama TFF wanachosubiri ni confirmation ya moja kwa moja kwamba Simba atautumia uwanja gani. Simba ndiye mwenye mamlaka ya kuweza kuchagua uwanja, kwamba by now I want to play Benjamin Mkapa as my home ground, ni utumie uwanja wa Benjamin Mkapa kama uwanja wangu wa nyumbani, aidha ni utumie uwanja wa Meja Jenerali Isamuyo kama uwanja wa nyumbani, au nicheze Sheikh Amri Abeid kama uwanja wangu wa nyumbani, au uwanja wa CCM Raik Tanganyika Kigoma kama sehemu ya uwanja wangu wa nyumbani. Hivyo viwanja vyote ambavyo nimekutajia, ukiwasikia baadhi ya mashabiki wa Simba, kila mmoja amekuwa na maoni yake kwamba si twende Arusha, wengine wasema tuwapeleke Kigoma, wengine wasema tuwapeleke Isamuyo, wengine wasema tuwapeleke kwa Mkapa. So imekuwa ni uwanja ambao kila mmoja anajiuliza maswali mengi. Na wengine wanasema kwa kuwa sote tupo Zanzibar, basi mechi ipigwe huko Zanzibar ambako tuliwakamata Yanga walipopeleka mechi yao ya kwanza. So ukitazama kila mmoja kwenye nafasi yake ana maswali yake, ana majibu yake, lakini pia ana maoni yake na mtazamo wake kufuatia hichi ambacho anakitazama katika nafasi hiyo. Lakini yote kwa yote, Simba Sports Club wao wamesema ya kuwa muda ujao watakwenda kuthibitisha na kutoa taarifa ya uwanja ambao utakwenda kutumika. So mabadiliko kwenye uwanja
expectation zako ziwe ni kubwa, yani mategemeo yao au mategemeo yako kwenye mabadiliko ya uwanja ukweli yawe makubwa, kwa aina ya kile ambacho Simba Sports Club wamekuja kutoa na kuja kuainisha katika nafasi hiyo. Let's wait and see nini ambacho kinakuja kujidokeza, nini ambacho tutarajie na nini ambacho pia tutegemee kwa kiwango na kwa kiasi kikubwa kutokea katika upande wa, lakini confirmation na taarifa ya moja kwa moja kutokea upande wa Simba, wao wamethibitisha kwamba muda ujao watakwenda kutangaza uwanja utakaotumika. So mabadiliko katika uwanja huu huenda yakajitokeza na Simba asiutumie uwanja wa Benjamin Mkapa katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi. Upande wako wewe binafsi unaomba timu yako ya Simba uwanja upi wautumie katika mchezo wa dabi? Lakini pia nikombe, kama ni mara yako ya kwanza, hakikisha umegusa neno subscribe katika upande huo, lakini pia hakikisha unazidi kutufuatilia kama Sky Media ili uwe wa kwanza kuzidi kuzipata taarifa na update za moja kwa moja. The best upcoming, niko hapa kuhakikisha kwamba taarifa na updates zote kuelekea katika mchezo wa Kariakoo Derby unazipata kwa usanifu na ubora mkubwa uliotukuka.